kama waandishi wanavyoelewa, takwimu za kodi na wigo wetu wa kodi ni mdogo. Juzi tulikuwa kwenye kongamano la kodi pale ambalo lilikuwa likiongozwa na makamu wa rais Mheshimiwa Isidori Mpango. Taarifa iliyokuwepo ni kwamba 2022-23 mpaka sasa, maana yake rate ya tax base yetu ilipungua mpaka kufika milioni 2,171,000 kitu kama hicho. Sasa ukipiga hesabu tax base ya milioni 2 na wingi wetu, kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam tuna zaidi ya watu milioni 6. Sasa ukisema watu zaidi ya milioni 6 au milioni 6 na tax base ya nchi nzima ikawa milioni 2 point, almost kwa kweli utaona kwamba walipa kodi ni wachache na mzigo unakuwa ni mkubwa. Maana yake tunaifanya nchi kuwa tegemezi. Sisi nia yetu ni kuifanya nchi ijitegemee yenyewe kwa nguvu zetu wenyewe. Kwa hiyo Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam tumeamua kuenda kwa wafanyabiashara kuhakikisha kila mfanyabiashara ana uwezo wa kuchangia pato la taifa kwa kufanyiwa makadirio ya kodi kwenye duka lake kwa wote wenye maduka. Na nyewe waandishi wa habari mnajua Dar es Salaam ina maduka mengi na kila eneo kuna maduka. Hapa Mwenge tumepokuja, maduka yaliyoko hapa ni mengi sana, na tumezindua hapa mpango wetu wa mabalozi wa kila eneo. Tumezindulia hiyo Temeke, Tandika, na leo hii tuko hapa tumezindua mabalozi kwa kila mtaa. Mabalozi hawa ndio watatuwezesha kutupa taarifa ya mfanyabiashara mmoja mmoja katika eneo lake, ili kwamba tuhakikishe kwamba kila mfanyabiashara ana trade akiwa na leseni, lakini amefanywa makadirio ya kodi na alipo makadirio ya kodi kwa ukubwa wake au udogo wa biashara yake, ili kwamba tuongeze pato la taifa, lakini tuongeze wigo wa kodi yetu. Na tukifanya hivyo, maana yake ni nini? Maana yake tunataka tuiombe serikali pia ipunguze reti za kodi. Na reti za kodi zinapozidi zikipungua kwa ongezeko la kodi, maana yake itakuwa ni faida kwa wafanyabiashara na biashara itafanyika kwa wingi. Nia yetu ni kuhakikisha tunajitegemea na wafanyabiashara wanachangia pato la taifa kwa kiasi kikubwa, na sio bezi ambayo tulionayo kwa sasa. Na ndio lengo la biashara, ambayo lengo letu sisi kuja hapa Mwenge na kufanya biashara na kufanya mkutano pamoja na viongozi wa serikali. Tunashukuru kwa kabisa idara ya biashara tumekuwa nayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini TANROADS tumekuwa nao, TRA tumekuwa nao, na wote kwa pamoja tuna lengo moja la kuweza kuimarisha na kuongeza wigo wa kodi kwenye nchi yetu, na hasa tumeanzia na Dar es Salaam. Zimeelezewa hapa ni kero ambazo ni za biashara, kwa maana idara ya biashara Kinondoni, na afisa biashara amezielezea. Kero ya kwanza ilikuwa ni pamoja na watu kutoingia kwenye stendi ambayo imetengenezwa pale ili kwamba wao wakafanya biashara. Tayari afisa biashara ameahidi kwamba kero hiyo anaitatua na madaladala yote atakuwa naishia ndani ya stendi. Lakini kero nyingine ni uzio huu ambao mnauona, waandishi wa habari. Huu uzio umeziwia maduka yasifanye biashara, na huu uzio ukiuangalia hauna sensi yoyote. Na sisi kama Jumuiya ya Wafanyabiashara tumemwomba, na watu wa TANROADS wamekuwepo, wametoahidi watakuja kuutoa ili kwamba biashara zifanyike. Na kama ukiangalia huyu bwana alikuwa na duka kubwa, lakini tayari hata duka limeanza kuzorota kwa sababu watu hawawezi kwenda, maana kuna uzio umemblock. Na huu uzio ukiangalia tayari unaleta uchafu, unaleta mazingira ambayo sio bora. Kwa hiyo tumesema kero hizi ambazo wameziwakilisha, kwa kweli tumewakilisha kwenye idara husika na tayari tumeshirikiana, na tayari tamko limetoka hapa la TANROADS kuondoa eneo hili. Na kwa kweli tunawashukuru watendaji wa serikali kwa ushirikiano ambao wameutupa. Kwa majina, mimi naitwa Riziki Ngaga, ni katibu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Leo tulikuwa tuna ziara Mwenge kufanya mkutano mkubwa wa hadhara ambao wamejitokeza wafanyabiashara wengi wa mkoa wa Dar es Salaam eneo hili la Kinondoni. Na lengo la mikutano hii kwanza ni kukusanya kero za wafanyabiashara, na tunazunguka na mamlaka ya serikali, ambapo kwanza tunashukuru kwa yale matatizo ambayo mamlaka ya serikali wameyatatua papo kwa papo. Hapa Mwenge ulikuwa kuna kero ambayo zilikuwa ni nyingi, lakini kero kubwa kabisa ilikuwa ni kubomoa maduka, kupisha baadhi ya miradi ambayo ilikuwa inafanyika eneo hili la Mwenge. Lakini wenzetu wa mamlaka wametuambia kwamba yale maduka ambayo walitakiwa kubomoa katika eneo hili hawatabomoa tena mpaka pale kutakapokuwa kuna ushirikishwaji, ambapo watu wote ambao wanafanya biashara eneo hili watakaa na mamlaka kukubaliana namna gani wanaweza kaondosha biashara zao salama na kwa muda ule ambao kimsingi tutakubaliana na wafanyabiashara. Kwa majina naitwa Paul Andrew, ni naibu katibu Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Leo tuko hapa Mwenge, tumefanya mkutano mkubwa wa Jumuiya ya Wafanyabiashara tukishirikiana na mamlaka za serikali.
tumekuwa na viongozi wa mamlaka mbalimbali za serikali, kwa mfano kiongozi kutoka TRA, Manispaa na TANROADS. Tumefanya mkutano huu ili kutatua zile kero au changamoto ambazo wafanyabiashara wa hapa Mwenge wamekuwa wakizipitia. Sasa sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara imekuwa ni daraja la kuwakutanisha wafanyabiashara hawa na mamlaka mbalimbali za serikali ili kutatua zile changamoto. Moja kati ya changamoto ambazo zimekuwa hapa Mwenge ni swala la TANROADS kutaka kuvunja nyumba baadhi kwa ajili ya upanuzi wa barabara. Hilo pia wametolea ufafanuzi kwa sababu walikuwa wamepewa notice ya siku 7. Lakini mpaka sasa tumefanikiwa sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara kuleta mahusiano mazuri na muda kuongezwa, ambapo kama serikali upande wa TANROADS wamesema wanakwenda kukaa ili waje baadaye na wazo ni muda gani wautoe kwa ajili ya kufanya wafanyabiashara wanaofanya biashara maeneo haya ya Mwenge waweze kujipanga. Wafanyabiashara wanakubali kabisa kwamba maeneo haya wanajua kabisa yana changamoto hiyo ya kuja kuboreshwa na nini, lakini wao wanahitaji tu kuongezewa muda ili wapate muda wa kujipanga kuweza kuhamia maeneo mengine. Kwa hiyo waliomba ule muda ambao walikuwa wamepewa uongezwe. Kwa majina naitwa Hamza Juma Mboya, ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara JWT eneo la Mwenge. Ukweli leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Tumefanya kikao hapa cha jumuiya, tumekuwa na ngazi ya viongozi mbalimbali wa kiserikali, wa kijumuiya. Hakika leo Mwenge tumepata bahati kubwa ya kuweza kumaliza kero zetu, zikiwepo za TRA, baadhi ya vyumba vilikuwa vimeziba uzio eneo la biashara, eneo ambalo lilikuwa na notisi kwa ajili ya ujenzi, sehemu ya kuweka vifaa vya ujenzi. Lakini bahati nzuri viongozi wa TANROADS walikuwa wanahusika, ndio wamechukua hilo, wamenifanyia kazi. Kwa hiyo wamesema watafuta eneo lingine. Lakini pia tumekuwa eneo la Mwenge tunakama hatuelewani na wadogo zetu kibiashara, kwa maana ya machinga, kwa ile kuwa na wasiwasi labda na sisi kwamba labda tunawafanyia roho mbaya wasifanye biashara. Lakini leo tumewatangazia na kuambia ukweli kabisa kwamba sisi sio wagomvi wao, ni marafiki zetu, ni wadogo zetu kibiashara eneo la Mwenge. Tumewaomba tu kwamba wanavyokuja mteja wamheshimu kama mnunuzi, wamheshimu kama ni mtu katoka mbali, wampe heshima yake. Amekuja na gari yake, anataka kupaki ili aingie dukani kufanya shopping, na hakika huko kwao pia atafanya shopping kwa wadogo zetu kibiashara wa machinga. Kwa hiyo tumewaomba pia wakiona mtu yeyote ambao ni mteja au mtu anakuja na gari yake, wampe eneo la kupaki gari yake, afanye manunuzi, aondoke kwa raha, aendelee kutangaza Mwenge yetu ya kibiashara na maendeleo ya kila siku. Godfrey Mtei ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara wilaya Kinondoni. Leo ndugu waandishi wa habari, nina furaha sana kwa sababu kama ni mpira leo tungesema tumecheza uwanja wa nyumbani, kwa sababu leo tumefanya kikao chetu wilaya ya Kinondoni eneo la Mwenge. Mimi ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara wilaya Kinondoni, lakini biashara zangu ziko Mwenge. Kwa hiyo unaionaje kimpira hii tumecheza uwanja wa nyumbani? Kwanza ni washukuru wafanyabiashara wote wa Mwenge ambao wamehudhuria kikao hichi. Kulikuwa na mapungufu madogo ya kutokuhudhuria kwa wakati kwa sababu ya siku yenyewe, kesho ni sikukuu, lakini pia kutokana na kikao chetu tuliandaa ni kama dharura. Lakini naamini siku nyingine tukiandaa tukapata muda mzuri, watu watajaa hata mara 10 zaidi ya. Na wafanyabiashara wa Mwenge wameniahidi, mwenyekiti, hii ni kwa sababu siku ulioandaa ni Jumamosi ya Pasaka, lakini ingekuwa umeandaa, waliniambia niandae kikao hata baada ya miezi 2-3, lakini kulikuwa kuna dharura ya kero. Naitwa Pendo Lucas, ni secretary wa wafanyabiashara kutoka wilaya ya Ubungo. Leo tunamshukuru Mungu na tunashukuru uongozi wote wa jumuiya ya wafanyabiashara pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali ambao wamekuja katika mkutano huu kusikiliza kero zetu. Pia tunashukuru watu wa TANROADS, watu wa TRA na mkurugenzi wa Manispaa na afisa biashara, kwa sababu wamekuwepo hapa kusikiliza kero zetu, na baadhi ya kero wamezitatua papo kwa hapo na nyingine wamezichukua. Rai yangu na washauri wanawake wote ambao wanafanya biashara, tunaposikia vikao vya wafanyabiashara na mikutano ya wafanyabiashara, tujitokeze kwa wingi ili tuweze kueleza kero zetu ambazo zinatusumbua katika biashara zetu, kwa sababu serikali yetu ni sikivu. Wanawake ninawashauri tuje tufanye kuleta kero zetu na kero zetu ziweze kufika sehemu husika. Mheshimiwa Rais wetu anataka tufanye biashara yetu kwa uhuru
bila kubugudhiwa na mtu. Tutafanyaje biashara kwa uhuru pasipo kulipa kodi, pasipo kulipa mapato? Wanawake tuje kwenye vikao, tulipe mapato, tulipe kodi, then tufanye biashara zetu kwa uhuru ili tuweze kuzalishia taifa letu kodi ya kutosha.